Tanzania inaendelea kupiga hatua kubwa katika maendeleo ya sekta mbalimbali za uchumi hapa nchini. Katika kipindi cha sasa, tunaona ongezeko la maeneo mapya ya uwekezaji, ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa, maendeleo ya miundombinu ya barabara, reli, umeme, maji na tehama, pamoja na ukuaji wa sekta za kipaumbele ikiwepo madini, uchumi wa bluu, utalii, ukarimu na kilimo biashara. Kwa upande wa sekta ya utalii na ukarimu, uwekezaji umeendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi, na wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali duniani wamekuwa wakija nchini kwa ajili ya kutembelea vivutio vilivyopo, kupumzika na kujionea uzuri wa nchi yetu. Hivyo kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa msukumo mkubwa ambao umeendelea kutoa katika sekta ya utalii nchini. Leo nimeshuhudia chuo hiki ni cha mfano hapa nchini kinachotoa mafunzo na huduma ya ukarimu na utalii, na hivyo kuwasaidia wananchi kupata ujuzi unaotakiwa kwenye sekta ya utalii yenye mchango mkubwa hapa nchini. Mafunzo na ujuzi unaotolewa hapa unaendana na mahitaji ya ujuzi kwa wananchi waliopo kwenye mikoa hii ya upande wa kaskazini mwa nchi yetu, pamoja na mikoa mingine inayofanya shughuli hizi za ukarimu na utalii. Natambua kwa VETA mnavyo vyuo vingine ambavyo vinatoa mafunzo haya ya huduma ya ukarimu na utalii katika mikoa ya Dodoma, Morogoro, Mikumi na Mtwara, ambapo pamoja na kutoa mafunzo mnatoa huduma za hoteli pia. Wito wangu kwa wananchi na hasa vijana ni kuchangamkia fursa hizi. Katika ziara hii nimejionea uendeshaji wa chuo kwa utaratibu unaochangia kutoa ujuzi na wakati huo huo kuongeza mapato ya ndani ya VETA kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali wa kujenga hoteli ya kutoa huduma na mafunzo kwa wanachuo. Utaratibu huu ukiratibiwa vizuri utasaidia VETA kuongeza uzalishaji na kupunguza kwa kiwango fulani utegemezi wa bajeti ya serikali kuu, na pia kuhakikisha wanachuo wanapata ujuzi wa kutenda zaidi. Maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 yameainisha msisitizo mkubwa kwenye elimu ujuzi kwenye ngazi zote za kuanzia elimu msingi kwa maana ya mafunzo ya amali kwa shule za msingi na sekondari. Hivyo chuo hiki kina mchango katika kuandaa rasilimali ya kutosha inayokidhi mahitaji ya soko la ajira kwenye sekta hii muhimu hapa nchini. Sambamba na hilo, nimeona kuna fursa muhimu ya kufundisha mafunzo ya amali kwa wakufunzi tarajali yanayohusu ukarimu na utalii nchini. Kutokana na umuhimu huo, naielekeza VETA ipanue wigo wa uandaaji wa wakufunzi na walimu tarajali wa mafunzo ya amali kwa ajili ya shule za sekondari pamoja na vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Swala hili litafanikiwa zaidi kwa kuweka utaratibu mzuri kwa wahitimu wa chuo hiki kupatiwa mafunzo ya mbinu za ufundishaji na ujifunzaji kwa kushirikiana na chuo cha VETA cha ualimu wa ufundi stadi Morogoro, yani MVTTC. Vile vile muangalie uwezekano wa kutoa mafunzo ya ualimu wa ufundi stadi hapa chuoni Arusha kwa lengo la kutatua changamoto ya upatikanaji wa wakufunzi na walimu wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi katika sekta hii muhimu. Mabibi na mabwana, ninatambua kuwa VETA inakabiliwa na baadhi ya changamoto ambazo serikali inaendelea kuzitatua kwa lengo la kuongeza ubora wa mafunzo na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi na kuchangia katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Na hata mkuu wa VETA hapa alipokuwa anatoa taarifa yake mention chache ambazo zinawakabili, lakini nimezisikia na tunaenda kuzifanyia kazi. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tumejipanga vyema katika kuhakikisha kuwa
VETA inapatiwa rasilimali na vifaa vya mafunzo vya kutosha na vya kisasa, na kazi hii ilishaanza kufanyika. Nadhani ziara yangu ya kwanza tulitoa pia vifaa hivi kuajiri watumishi hususan wakufunzi wenye ujuzi na mbinu za kufundishia na kujifunzia. Aidha, tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutatua changamoto hizi za chuo na tunaamini tutafanikiwa. Mabibi na mabwana, kwa kuhitimisha hotuba yangu, ninapenda kusisitiza VETA kutekeleza wajibu wake na kuendeleza ushirikiano na wadau muhimu wakiwemo wa sekta ya binafsi, wa ukarimu na utalii, ambayo ina mchango mkubwa katika pato na uchumi wa nchi yetu. Wadau hawa wapo katika mikoa mbalimbali, hivyo ni muhimu kushirikiana nao kuanzia ngazi ya uandaaji wa mitaala, utoaji wa mafunzo, ikiwa ni pamoja na wanachuo kupata fursa za kujifunza mahali pa kazi, jambo ambalo mmekuwa mkilifanya tayari. Mwisho, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itahakikisha kuwa kuna mazingira wezeshi ya utoaji wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi ili kuongeza nguvu kazi ya kutosha na yenye ujuzi unaotakiwa katika soko la ajira, na hii itachangia kufikiwa kwa azma ya Tanzania ya viwanda na ya uchumi wa kati. Kama ulivyopokea taarifa hii, na hususan mkoa wa Arusha una vyuo vitano vya ufundi, lakini umepokea taarifa ya mkoa na kanda kwa ujumla. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa jitihada zake za kuhakikisha elimu anaipa kipaumbele, ikiwa ni pamoja na vyuo vya ufundi. Tumeona awamu ya 6 wigo wa vyuo hivi vya elimu ya ufundi umepanuliwa sana kwa namna moja ama nyingine, tofauti na zamani huko tulikotoka, na hata aina ya mafunzo yenyewe tunayoyapata na tunayoona katika vyuo vilivyopo na vinavyoendelea kujengwa, tunaona aina mafunzo imebadilika. Aina mafunzo hii inalenga zaidi kumwinua au kumweka kijana katika hali ya kujiajiri na kuajiriwa, na anapoajiriwa basi awe na soko, aingie kwenye soko fundi. Kama unavyoona, mkoa wetu wa Arusha ni mkoa wa kitalii, hususan jiji la Arusha, na tunaona chuo ulichopo hapa kinafundisha na kutoa mafunzo ya utalii. Umejionea mwenyewe kwa vitendo, watoto vijana wakikuonyesha mambo mbalimbali kule, ambayo yote yanalenga namna kujiajiri na kuvutia utalii ndani ya jiji letu na mkoa wetu wa Arusha. Lakini pia vyuo vingine vinafanya fani mbalimbali. Zote hizo ni katika kujiajiri, na wigo unaozungumzia umeongezeka ni ile enrollment ya vijana katika vyuo vyetu. Tumeona kwenye matangazo kwamba vijana wanatakiwa wajiunge vyuo vyetu, na havina wigo tofauti na zamani. Sasa hivi kijana wa darasa la 7 aliyemaliza la 7 anaweza akajiunga na chuo cha VETA. Aliyemaliza form 4 anaweza akajiunga na chuo cha VETA. Aliyemaliza form 6 anaweza akajiunga na chuo mpaka chuo kikuu. Hii ni kuongeza wigo na thamani ya vyuo vyetu vya ufundi, na kwa kweli vijana wanaingia kwa wingi, na kazi yetu kama serikali, sisi nafasi zetu kama wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, ni kuhamasisha vijana wengi wajiunge katika vyuo hivi, kwa sababu tunajua kutoka hapa kijana anakuwa ameiva, aidha kwenda kujiajiri au kuajiriwa, na anakuwa na soko hapa duniani. Hivyo vyuo hivi vina muunganiko mkubwa wa maendeleo ya utalii na ajira kwa vijana. Serikali yetu inaendelea kuweka hamasa na vipimo hivi kuhakikisha kwamba nafasi zinazotolewa zinatumika vizuri, au fursa inayotolewa inatumika vizuri kwa vijana. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito wa vijana kujiunga na vyuo vyetu vya ufundi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.